Natamani kupitia ibada hii ukapokee kitu kitakachokusaidia kwa ajili ya kwenda kwenye nafasi nyingine kwenye maisha yako. Kabla tujaenda kwenye neno, natamani tuimbe pamoja wimbo mmoja, lakini kabla sijaimba wimbo, naomba tutambulishe somo la leo. Somo la leo linaitwa kumtegemea Mungu katika majira na nyakati zote, sehemu ya pili. Tulianza wiki iliyopita na leo tunamalizia kumtegemea Mungu katika majira na nyakati zote. Mpendwa katika Bwana, maisha ni mlima. Kuna wakati utaanza kushuka kiteremko, kuna wakati utatembea kwenye bonde, kuna wakati utapanda mlima. Aliyekudanganya kwamba maisha ni mteremko amekudanganya. Maisha yana juu, yana chini. Maisha yana wakati wa maumivu na wakati wa raha. Kama angalia mwanamke ambaye anajifungua kule hospitali kwenye leba, moyo wake utazani unataka kutoka. Maumivu anayoyapata hawezi kuelezea, lakini muda sio mrefu anapopatikana mtoto anatabasamu. Maumivu yameisha, furaha imetokea. Biblia inasema Mungu ameumba mambo yote kwa makusudi yake. Hata maumivu ni kwa makusudi. Hakuna jambo Mungu aliumba baya, ila ni mtazamo wako. Wakati wa maumivu vumilia. Wakati wa maumivu omba. Wakati wa maumivu soma Biblia. Wakati wa raha njoo mshukuru Mungu. Wakati wa furaha njoo cheka. Ndio maana ukiingia kanisani, ninakuona wa ajabu. Hapo unajifunza na dance yetu, unakwenda kushoto kulia kama unaenda kwenye msiba. Akati ukienda kule kwingine unarusha miguu kama kichaa. Hiyo ni laana. Natamani ukija kanisani unacheza cheza kweli. Hakuna mtu anayekuwa hii ni nyumba ya Baba, sio nyumba ya mtu hii. Hapa sio mahali kwa, hapa sio kwenye dini, hapa sio sehemu ya kwamba ni mtu amekuja tu, no. Hii ni nyumba ya Baba yako, hapa ni nyumbani kwa Mungu wetu. Kwa ukijisikia kucheza cheza, ukijisikia kuruka ruka. Maisha ndio haya. Kanisani umezubaa. Mziki wa barabarani hujui. Maisha magumu, kila kitu. Amua kujifurahisha mwenyewe. Amua kufurahi na Bwana. Furaha ya Bwana ndio nguvu yako. Unapotoka tayari moyo wako umepokea furaha ya Bwana. Natamani uwe hivyo, kwa sababu mtu mmoja alisema yawezekana ndio wakati wako wa mwisho kucheka. Yawezekana huzuni kubwa zinakujia. Yawezekana ndio wakati wa mwisho wako kuweza kudance. Yawezekana mguu kakatwa. Natamani unapopata nafasi yoyote itumie ipasavyo. Usionee haya. Naongea kuhusu kumtegemea Mungu katika majira na nyakati zote.